Sasa ngoja nikuonyeshe uone kama kuwa ukimdharau mtu kuna faida yake na hasara yake. Kijana, kwanza leo utaishi maisha ya taabu sana. Na ngoja nikufungie kwenye chupa. Nikuweke kwenye chupa kwanza, ili ujue kuwa walimwengu ndio tuko na hasira. Kuanzia leo naongea na wakubwa wa kazi. Kuanzia leo huyo kijana aishi maisha ya taabu sana. Na kwenye mkoba utaulodesha tu. Umenikosea adabu sana. Haya mambo nilikuwa nishayaacha kitambo, lakini naona unataka kunirudisha. Kijana, utaishi maisha ya taabu sana mpaka pale nitakapoamua mimi. Na kuanzia leo na kuhifadhi kwenye hii chupa. Naahidi kwa mateso yako utakayoyapata tatokana na hii chupa. Bwana ningeacha. Kwa nini sasa unatuacha? Unaweza kwa eti mimi topa hivyo yake. Mimi jamaa sasa tunabishana naye pale. Umekwaje? Ndugu wetu wangu wangu. Acha basi. Hapo usimchukua hiyo mbao. Huu mkoba. Ndugu wetu akula mkoba babu wetu wewe ni sasa. Usielewe yani wao. Umeumia steli hadi yenyewe. Uniumia unikuaje labda? Umeumia kwa hivyo tani mimi ni mzima yani unaoma kikupia nini mwenyewe sielewi yani. Tunyanyue kutoka chini kwanza. Haya. Yuko. Hadi kusimama uweze? Yani bila umani. Pole, unaelekea wapi? Maskani kule. Maskani wapi? Hapo kati tu hapo ni papili pale namba 828 pale. Basi twende nyumbani.
mfuate mama mwambie kaka kaumia. Sawa? Haya wahi. Kimbia. Basi tulia. Basi tulia. Umeanguka ama umekuwaje? Sielewi yani, nikupe sielewi mazingira ya usielewi yani. Haya dunia hii unayotumia. Kwa sawa. Kuja mama aje.